Motor vessel Toska. Motor vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Ripoti kutoka Irani zinaeleza kwamba Irani imetuma pendekezo jipya la amani kwa wapatanishi. Vyanzo vya Irani vimeeleza mazungumzo ya amani. Irani imetuma pendekezo lake la hivi karibuni la mazungumzo na Marekani kupitia wapatanishi wa Pakistan. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna anayejua hali ya mazungumzo ya Irani isipokuwa yeye mwenyewe na watu wachache sana, wakati huu ambao kuna maumivu kwenye pampu za mafuta. Wakati mlango bahari wa Hormuz ukiwa bado umefungwa kwa kiasi kikubwa, bei za petroli nchini Marekani sasa zimefikia wastani wa $4.39 kwa galoni, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2022 mwezi wa Julai, ikiwa ni ongezeko la senti 33 ndani ya wiki iliyopita pekee. Mamlaka ya kivita, watu wenye mamlaka ya kutunga sheria na maafisa wa Marekani wanatofautiana kuhusu iwapo muda wa kisheria wa kutumia nguvu za kijeshi bila idhini ya bunge umepitwa na wakati, huku utawala wa Trump ukishikilia kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalihitimisha uhasama kwa mujibu wa muda wa mwisho wa mamlaka ya kivita. Swala la Lebanon na Israeli bado linachagiza mvutano huu wa mzozo wa Marekani na Israeli. Marekani na Irani. Zaidi ya watu 12 waliuawa katika mashambulizi ya Israeli kusini mwa Lebanon jana na leo, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongezwa muda wiki iliyopita. Hata hivyo, jukumu la Pakistan kama mpatanishi, tofauti na mataifa mengine ya Ulaya, Pakistan imekuwa na uhusiano wa kihistoria na wa karibu na Irani kama jirani na Marekani kama mshirika wa usalama. Pendekezo la Irani inasemekana Irani inajaribu kutafuta njia ya kati ili kupunguza vikwazo vya kiuchumi ambavyo imevisonga nchi hiyo, hasa wakati huu ambapo usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz umetatizika. Msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitumia mbinu ya shinikizo la juu, maximum pressure, akiamini kuwa hali mbaya ya kiuchumi nchini Irani itawalazimu viongozi wake kukubali mkataba mpya na mkali zaidi kuliko ule wa awali. Hata hivyo, mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz na bei ya mafuta bado ni kizungumkuti. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu zaidi ya baharini kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Takriban 20% ya matumizi ya mafuta duniani hupita katika mlango huo. Athari za kiuchumi kufungwa kwa mlango huu kumesababisha hofu katika masoko ya kimataifa. Bei ya $4.39 kwa galoni nchini Marekani ni pigo kubwa kwa watumiaji, kwani inachochea mfumuko wa bei wa bidhaa nyingine kutokana na gharama za usafirishaji kupanda. Mvutano wa kijeshi. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikijaribu kuunda ushirika wa kimataifa kulinda meli za mafuta, jambo ambalo Irani inaliona kama uchochezi katika maji yake. Power Act. Huu ni mzozo wa kikatiba nchini Marekani. Bunge, Kongresi, inadai kuwa rais hawezi kuendeleza operesheni za kijeshi kwa muda mrefu bila idhini yao rasmi. Hata hivyo, utawala wa Trump unatumia hoja ya kiufundi kuwa kwa sababu kulikuwa na kusitisha mapigano, yani ceasefire, basi saa ya kisheria ambayo kawaida ni siku 60 mpaka 90 ilisimama au kuanza upya. Hii inampa rais uhuru zaidi wa kuchukua hatua za kijeshi bila kusubiri kura za wabunge. Hali ya Lebanon na Israeli, licha ya jitihada za kidiplomasia, hali ya kusini mwa Lebanon inasalia kuwa tete. Kuvunjika kwa matorati, ingawa kulikuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano, mashambulizi ya anga ya Israeli yanalenga maeneo yanayodhaniwa kuwa na maghala ya silaha au wapiganaji wa Hezbollah. Hofu ya vitani kamili. Jumuiya ya kimataifa inahofia kuwa ingawa makubaliano haya yatavunjika kabisa, huenda kukatokea vita vya ardhini ambavyo vitaingiza kanda nzima ya Mashariki ya Kati katika machafuko makubwa zaidi.